wao wanapokelea mipira kwenye nusu nafasi kwa ajili ya kutoa pia option kwa mawing back wawe kwenye maeneo ya mapana ya uwanja kwa ajili ya kuipa team balance wakati wa kushambulia. Kwa hiyo performance nzima ya Simba haikuwa vizuri kwa mchezo wa jana. Lakini kwenye vitu ambavyo huwa anavifanya vizuri siku zote Jean Charles Ahoua, jana akashindwa kuvifanya. Kwa sababu Jean Charles Ahoua kwenye namna ya uchezaji wake hajawahi kufurahisha machoni kwa namna anavyocheza. Hajawahi kumshawishi mtu yeyote kwa jinsi ambavyo anacheza. Lakini huwa kuna moments ambazo yeye mwenyewe huwa anazifanya mpaka anasema yes, hajacheza vizuri, hajatuonesha performance nzuri, lakini kuna kitu amekifanya ndani ya mchezo ambacho huwa kinabadilisha taswira nzima ya mchezo. Amekosa clear chances mbili ambazo zilikuwa zinaenda kuiweka Simba salama zaidi. Na inawezekana tungekuja kwenye mjadala ambao Simba imetengeneza na japo haijacheza vizuri, lakini imejaribu kutengeneza nafasi na ikazitumia. Jambo ambalo linaweza likakutia matumaini kuelekea kwenye hatua inayofuata. Kwenye michezo ya ligi ya mabingwa barani Afrika, sio kila mchezo ambao wewe unaweza ukawa umepata nafasi 4 mpaka 5 alafu ukazikosa na bado ukategemea kuendelea kuzipata tena. Ni michezo ambayo unapata nafasi 2 unahitaji utumie moja, ama unapata nafasi 1 unahitaji utumie moja. Kwa hiyo kuna namna Jean Charles Ahoua jana hakuwa kwenye mchezo mzuri, kuachana na performance zote ambazo amewahi kuzionyesha. Hapo ndo inakupa alam kwamba siku ikitokea Jean Charles Ahoua akashindwa kukifanya kile ambacho huwa anakifanya kwenye michezo mingine, akashindwa kukifanya kile ambacho tunaamini ndio ubora wake wa kutumia nafasi zinazopatikana, pale ndipo ambapo tunakuja tunamhukumu Jean Charles Ahoua. Lakini tukirudi kwenye eneo zima, bado Simba Yesu ulikuwa ni mchezo ambao ni wa ushindani sana, kwa namna ambavyo timu zote mbili zilikuwa zinacheza, kuanzia kwa Gaborone United hadi kwa Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini kwa level ya Simba ambao tunatamani kuiona, bado eneo zima la fitness ya wako vizuri. Na mara 7 zote ambazo Simba wamefuzu kuelekea makundi, mara 6 wamefuzu na timu kutoka ukanda huu wa kusini mwa Afrika. Kwa maana wamekutana na timu kutoka Zambia, timu kutoka Botswana, timu kutoka labda Angola. Kwa hiyo mara nyingi sana wamekuwa wakikutana na ukanda huu wa kusini mwa Afrika ambao tunaamini Simba wamekuwa wakidominate. Ni mara moja tu ambao wamefuzu kuelekea hatua ya makundi wakikutana na timu kutoka Afrika Kaskazini. Kwa maana walikutana na Al Ahly Tripoli. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba Simba bado wana safari ndefu ya kuendelea kujiimarisha. Lakini huwezi ukamlaumu mwalimu kwa kile ambacho amekionyesha jana, kwa sababu amepewa timu tarehe 23. Katikati hapo kulikuwa kuna mchezo wa ligi, then anaelekea tarehe 28 ambapo kulikuwa kuna mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Kuna kitu kama mwalimu ukipewa timu kwenye ule wakati, kwenye kozi za ukocha, unaambiwa usibadilishe kitu. Vitu ambavyo unaweza kaenda ukavifanya ni unabaki kwenye tunasema stability and simplicity. Yani unabaki kwenye ile tunasema script, unapita kwenye script ya mwalimu aliyopita, lakini pia uwape wachezaji wako vitu vyepesi ambavyo wanaweza wakavichukua. Kitu cha pili ambacho unaweza kukifanya mwalimu ni motivation pamoja na psychology. Kuhakikisha una motivate wachezaji wako, lakini pia kuwajenga kisaikolojia. Kama mwalimu aliondoka amewaathiri kwa namna moja ama nyingine, unahakikisha unawajenga. Hauruhusiwi kubadilisha kitu kingine. Na kwenye simplicity ambayo tunaizungumzia, kitu ambacho mwalimu unaweza kaenda kukifanya ni kuhakikisha unaelekeza namna ya kujilinda, kwa sababu kwenye ukocha ndo jambo rahisi kulifanya. Kwanza kujilinda kwanza kujilinda kabla ya kwanza kushambulia. Kwa hiyo ni vigumu sana kuona kocha Hemedi Suleiman Morocco jana aliingiaje, kwa sababu alipewa timu kwenye muda ambao haumtoshi yeye kuweza kufanya vitu vingi kwenye kiwanja. Na kwenye kozi za ukocha haumruhusu yeye kufanya mabadiliko yoyote ya kimbinu kwenye timu ambayo umekaa karibu siku 5. Tumzungumze aggregate yapite kwa advantage ya goal ugenini. Kwa magoli mengi ya ugenini. Jean Ahoua sio ina mchezaji ambao tulimzungumza juzi hapa kati, amewapa Simba assist na goli moja kwenye game ya ligi dhidi ya Fountain Gate. Na hata ukitazama jana jinsi ambavyo alikuwa anacheza, of course kascore penalty ambayo ndio imefanya tunakizungumza hicho ambacho mkizungumza. Na hapo kwa Jean Charles Ahoua ni yeye ambaye alikuwa na ile vision ya kumpatia ile passage, kuipiga pasi ndani ya box. Ambapo kwenye vitu ambavyo tunavizungumza anavyoweza kuvifanya kwa usahihi ni vitu kama vile. Yani ikitokea moment ya goli anaweza akafunga, moment ya mpira wa kutenga anaweza akafanya vizuri ikaleta madhara kwenye lango la mpinzani. Lakini pale ambapo atakuwa na siku mbaya kazini kwenye kuvifanya vile vitu ambavyo huwa anavifanya kwa usahihi siku zote, ndivyo ambavyo anaweza kaiathiri timu moja kwa moja. Kwa nini tunasema Jean Ahoua hajabadilika? Tunasema Jean Ahoua hajabadilika? Mimi nafikiri kwa performance ambayo ameionyesha jana,
ni aina tu ya wachezaji kuwa wanakutana na vipindi. Kuna wakati mchezaji anakutana na mechi ngumu na kuna wakati mchezaji anakutana na mechi rahisi, lakini mimi naamini Jean Charles Ahoua yeye kwa mchezo wa jana, tafsiri ambayo alikuwa nayo kichwani mwake, alihitaji kuwa na majukumu makubwa zaidi. Kitu ambacho kwenye mchezo ambao umeshinda away bao moja na nyumbani unatakiwa ushinde zaidi tena ya bao moja ili kutengeneza mazingira uhakika. Haitakiwi kuwa na yani kujiamini kupitiliza, kwa sababu kilichomkuta yeye ni ile kujiamini, confidence ambayo ni ya juu zaidi, ndio ikampelekea hata yeye performance yake kuwa ya design ile uwanjani. Mimi sifikiri kama yeye alikuwa ana sababu za kuona kwamba yeye ndo ana uwezo wa kuibeba Simba, kwa sababu yeye aliamini kwamba yeye ndo mtu ambaye anaweza akaibeba Simba. Mwisho wa siku haikuwa hivyo vile ambavyo alifikiria yeye kichwani mwake. Kwa hivyo mimi nafikiri bado anahitaji kukua Jean Charles Ahoua, kutokana na umri wake, bado kuna vitu hajamachua. Kwa hiyo mimi naamini kama kuna misimu kadhaa mbele yake, ni mchezaji mzuri, lakini kwa mchezo wa jana huwezi kumhukumu, kwa sababu kuna nyakati unaona hata wachezaji bora pia kuna baadhi ya game wakihitaji kufanya maamuzi yao binafsi wanafanya ndivyo sivyo. Ndio ile tafsiri kwamba unamuona mchezaji kapotea uwanjani. Ni X factor ambao tulikuwa tunazungumza juzi kwa jinsi ambavyo anacheza. I can be X factor. Kwa mechi ya jana mtu ambaye amfahamu akimuona hawezi akafikiria hivyo. Unajua naweza Boroni. Ni dhahiri naweza nikasema kwamba Simba walizidiwa kwenye michezo yote miwili. Unajua ukiangalia kule Angola, lakini ukiangalia performance ambayo Simba pia kule Botswana. Yes. Ukiangalia Botswana, lakini ukiangalia pia performance Simba ambao wameweza kuionyesha hapa kwenye uwanja wa Mkapa. Unapata maswali mengi sana kwamba ni kitu gani ambacho kitaweza kuendelea kutokea huko siku za mbeleni. Kwa hiyo nachokiona ni kwamba kuna kazi kubwa ambayo inatakiwa kuweza kufanyika ndani ya kikosi cha Simba ili kuhakikisha kwamba wanaweza kutengeneza timu ambayo inaweza ikawa inatoa ushindani ule ambao tumeuzoea mara nyingi katika michuano ya kimataifa. Kwa sababu ukiangalia kwa siku ya jana kikosi kizima ni kama wachezaji walikuwa down sana. Yani hawakuonyesha ile shauku ya kuitaka mechi kama jinsi ambavyo tumekuwa tunaizoea Simba ikicheza katika uwanja wa Mkapa. Kwa hiyo kama kuna kitu kikubwa ambacho hata nafikiri baada ya mchezo Hemed Suleiman Morocco aliweza kusema kwamba wachezaji wako down sana, fitness level ya wachezaji iko chini sana. Kiasi kwamba kuna vitu vingi unaangalia. Unajua tunapozungumzia fitness level ndio inakufanya wewe uweze kufanya kila kitu uwanjani perfect. Namna unavyoweka pressure kwa mpinzani anapokuwa na mpira, kuweza ku gain tena possession, urudishe mpira kwako. Simba ilikuwa ni changamoto. Na ndio maana kuna muda mwingi ulikuwa unaona ni kama Gaborone wanakuwa na umiliki mchezo kwa muda mrefu sana. Kwa sababu tafsiri yake ni kwamba ukiona kama Gaborone katika ule mchezo walikuwa wana asilimia nyingi zaidi za kuwafikia Simba kwenye lango lao kuliko wao Simba wenyewe kufika kwenye lango la Gaborone. Na hata ukiangalia kipindi cha kwanza, shambulizi ambalo Simba ilikuwa active kiasi hicho ni lile ambalo Soa alipiga, alafu baada ya hapo ndio ikaja Maurice Abraham akatengeneza mazingira ya kupatikana kwa penalty. Lakini baada ya ile penalty kuweza kupigwa, unaona ni kama Simba wali struggle tena na iliwachukua tena muda mrefu kuja tena hadi kipindi cha pili, na ndipo tunaona kuna nafasi ambazo zilitokea kama hiyo ya Jean Charles Ahoua amekwisha kumtoka kama kipa, goli liko wazi, lakini unaona kama kuna yani mazingira ya kipa alipokuwepo na yeye alipokuwepo, unaona kabisa kulikuwa na nafasi yeye kuweza kuangalia goli kwa ufasaha zaidi na kuweza kushuti mpira, lakini aliposhoot ni wrong direction na goli lilipokuwa limesimama. Sasa wakati mwingine michezo ya namna hii kama unakosa umakini, unakosa utulivu. Kuna kitu niliandika sehemu jana nikasema kwamba ukiangalia nilisema kwamba ukiangalia jinsi ambavyo Simba wamecheza, unapima kiwango chao alafu unaangalia sasa huko mbele wanakoelekea kuna timu za namna gani. Sasa ukileta hii performance ambayo Simba wanakwenda nayo sasa hivi, alafu ukiangalia na huko mbele kuna timu za namna gani, lazima upate changamoto kwamba Simba watakuwa na hali gani huko mbele. Kwa sababu wakati mwingine kwenye mchezo wa mpira wa miguu au kwenye soka, yani unaweza ukawa ni kwamba umecheza na Gaborone, alafu Gaborone akaacha kunufaika na makosa yako kwa sababu yeye mwenyewe anakuwa na daraja ambalo ni la kawaida au ana wachezaji ambao wana daraja la kawaida hasa katika eneo lao la ushambuliaji. Kama naamini ungekuwa na mshambuliaji ambaye ni yule tunasema ni clinical finisher,
yani naamini kwamba Simba kuna mipira kama 3 hadi 4 wangeweza kuiokota kambani kwa siku ya jana. Kocha mkuu wa Simba nadhani tungekuwa na audacity kwa sababu Simba mcheza game ya kwanza ya ligi si haya tu kuzungumza hapa. The same pia na Young African. Kwa Young African tumezungumza kwa sababu mpira anacheza Yanga ni ule lakini anapata matokeo. Yanga amekuwa anacheza game za vipindi. Kipindi cha kwanza tupi game nzuri, kipindi cha pili anatupa game ambayo ni nzuri kidogo inaridhisha, lakini matokeo yanapatikana. Simba ametupa game ya kwanza ya ligi ambayo iko good na game ya kwanza kule Gaborone tukadhania kwamba kwa Mkapa atoke mtu Simba anaweza lakini Simba amekuja kufanya haya. Tukumbuke kwamba hakuna benchi la ufundi. Simba ipo kwenye kipindi ni kama ambavyo tulikuwa tunamzungumza Morocco. Nilikuwa najiuliza maswali, why tunatumia time kumzungumza Morocco kwa muda mrefu afu kumbe ni kocha wa mpito. Morocco angetolewa na ile Simba still kungekuwa hakuna cha kumlaumu kwa sababu nimetolewa kwa sababu kwa maneno yake yeye alipewa mechi moja. Of course. Kwa maana inawezekana kama kocha Selemani Matola angekuwa hana red card. Angekuwa kwenye touchline. Na wasingekuwa labda na nia ya kwenda kumchukua Dlamini Matola. Yani hichi ambacho kimetokea jana, kama angekuwa Matola kwenye touchline tungekuja kuzungumza tungemnanga sana. Yani pale ndo lazima tumnange kwa sababu yeye alikuwepo toka Simba Sports. Unajua mimi naamini pia kwamba hii michezo yote ambayo tunaitazama yani ukiangalia Simba walivyocheza labda na Mungo na jinsi ambavyo wamecheza na Fountain Gate, walicheza na Fountain Gate mchezo wa kwanza. Sasa ile Fountain Gate ukiangalia na jinsi ambavyo wamecheza na Gaborone unaweza ukasema kwamba Fountain Gate wao wenyewe aina ya timu ambayo waliweza kukutana nayo ilikuwaje. Ukiangalia Fountain Gate jinsi ambavyo walivyokuwa wanacheza na Simba kwanza ni kama wao wenyewe walikuwa hawajiamini. Yani walikuwa tu uwanjani, walikuwa wanacheza tu, lakini unaona kuna mapungufu mengi sana ambayo walikuwa wanayaonyesha. Sasa na ile ndio ilikuwa inawapa Simba pia nguvu ya kuweza kuutawala mchezo. Ilikuwa ni kawaida, afu pia wakati mwingine unajua kuna ile tabia mazoea kwamba hawa tumekuwa tunacheza kila wakati. Kwa hiyo kama tunakuwa tunacheza kila wakati ni rahisi pia kuweza kupita kwenye script ile kwamba huyu ni Fountain Gate, mimi ni Simba, tutacheza tu kwamba hii ni mechi ya ligi. Mwisho wa siku naweza nikapata matokeo kwa sababu mimi ni Simba nacheza na Fountain Gate. Lakini wakati mwingine unavyocheza sasa na mpinzani mwingine ambaye hapatikani kwenye ligi yako, tafsiri yake ni kwamba lazima kwanza ubadilisha approach ambayo unaitumia kucheza labda mchezo wa ligi unavyocheza na Fountain Gate inaweza ikawa ni tofauti sana na approach utakayoitumia wakati ukiwa unacheza na Gaborone. Lakini sasa mimi pia ni muumini kwamba Azam naonaje makundi wamo dhidi ya KMKM? Azam makundi wamo. Mbona unacheka? Nafikiri KMKM ya Zanzibar. KMKM mbona mnacheka? Japo timu za Zanzibar mara kadhaa zimekuwa zikitu surprise. Msimu huu timu za Zanzibar jamani zimeonyesha ushindani. Hapa kuna cha mara kadhaa ni hapo ni Azam washinde tu na KMKM waende makundi. Yani hatuwezi tukauepuka uhalisia kwa sababu sio mara moja wala sio mara mbili timu za Zanzibar zikizifunga timu za Tanzania bara. Na inawezekana tukatengeneza scenario ya kwamba huenda zikifunga kwenye michuano ambayo pengine timu za Tanzania tukizitazama hazina demands kubwa kwa kiasi hicho. Mfano unaweza kuzungumzia michuano ya Muungano. Lakini kwa namna ambavyo Azam wameamua kuwekeza, wameamua kuwa serious kwenye mashindano, naona kabisa Azam wanaweza wakaenda kucheza makundi kutokana na jinsi ambavyo timu yao pia inacheza hivi sasa ukitazama chini ya kocha Florai Bengi. Jambo ambalo niulize swali la kizushi hapo. Mashujaa akicheza na KMKM kutafuta mechi mbili home and away, kutafuta mshindi wa kwenda makundi shirikisho, nani anaweza kuqualify? Yani Mashujaa anaweza akapita. Mashujaa anaweza akapita. Mashujaa anaweza akapita. Kwa Azam yani msimwanda man KMKM kiasi hicho. Msimwanda man KMKM. Mimi nakwambia Mashujaa ngoja niseme kitu. Kigoma yule KMKM hawezi. Unasikia Yusuf, yani iko hivi, unasikia Abu, unachukua tu wachezaji wa Azam. Alafu ukichukua wachezaji wa Azam una analyze yani mmoja baada ya mwingine kuanzia namba 1 mpaka anayecheza namba 11. Alafu namchukua mchezaji pale KMKM anayecheza namba 1 mpaka namba 11. Angalia tu yani ile exposure tu, level ya exposure kwamba hao wachezaji wa KMKM mara nyingi wamekuwa wanapata mechi za aina gani na Azam wamekuwa wanacheza ligi aina gani. Yes, wakati mwingine tunajua kwamba soka linaweza likaleta maamuzi ya tofauti sana kwenye uwanja wa mpira. Lakini
tunaangalia sasa kwa